Ndio maana mwanzo wale ambao nilikuwa kwenye grupu niliwaambia kwamba cha haraka tunachoweza kuelezea kwa wakati huu wa tarehe 20 tarehe 20 mwezi wa 3 2021 kwa haraka nilisema kwamba ni rahisi kuwa makini na watu wake. Basi hicho ndio cha haraka nilichoelezea. Sawa. Lakini rais wetu mpya, sawa, sioni shida yote. Sawa, sioni shida yote kwa rais wetu. Ila nimekwambia kuna watu wapo kuwa nao makini. Kuwa nao makini ndio atakao tuletea shida. Na mtu anayefanya huyo mtu sasa, maana kuna mtu ndio amefanyika kuwa mlango wa kupitisha hivyo vitu. Sababu nguzo na ile nuru ambayo ilikuwa, yani kama unavyoona rais wetu, sawa, alisimama kama nguzo, sawa, akainda nchi nzima, sawa. Ndivyo hivyo kwa huyo mtu. Maana mtu anatumika kama mlango kuangamiza nchi nzima. Sawa. Kutoka uongozi huu, ndivyo ilivyo. Kutoka uongozi huu kwenda uongozi fulani. Na kwenda kumalizia kitu ambacho Bwana alinionyesha. Bwana alinionyesha kwamba kuna mtu yupo. Kuna mtu yupo. Ni mgeni. Sawa. Si mgeni wa kutoka nje ya nchi. Sio mgeni wa kutoka nje ya nchi. Sawa. Ni mgeni hapa Tanzania hii, ndani ya nchi ya Tanzania. Huyo mtu yuko ndani ya nchi ya Tanzania. Ni Mtanzania. Ndio atakayetuletea shida yote. Yaani kwamba nilichoonyeshwa na Bwana. Ndio maana mwanzo wale ambao nilikuwa kwenye grupu niliwaambia kwamba cha haraka tunachoweza kuelezea kwa wakati huu wa tarehe 20 tarehe 20 mwezi wa 3 2021 kwa haraka nilisema kwamba ni rahisi kuwa makini na watu wake. Basi hicho ndio cha haraka nilichoelezea. Sawa. Lakini rais wetu mpya, sawa, sioni shida yote. Sawa. Sioni shida yote kwa rais wetu. Ila nimekwambia kuna watu wapo kuwa nao makini. Kuwa nao makini ndio atakao tuletea shida. Na ninaposema mgeni, si mgeni kutoka nje. Naona kuna hali Mungu amenionyesha kuna mgeni sio kutoka nje. Wala mgeni sio ugonjwa. Kuna mtu mgeni kutoka chama kimoja kuja chama kingine, yani kutoka upinzani kuja CCM, au ni mgeni wa kutoka wizara hii kuhamishwa wizara hii. Sawa. Hapo hizo sehemu mbili sitaki nikwambie ni wapi. Sio mgeni kusema mgeni wa kutoka nje ya nchi kuja Tanzania. Kuna mgeni hapa. Kuna mtu kutoka CCM, kutoka chama pinzani kuja CCM. Huyo ni mgeni. Kutoka idara hii kuhamishwa kwenye idara nyingine, huyo ni mgeni. Kutoka kwenye uongozi kuhamishwa kwenye uongozi mwingine, huyo ni mgeni, si ndio? Kwa hiyo rais hapa tunamtoa, sio? Kuna mtu hapa. Na nimeonyeshwa vizuri tu. Sawa. Ila sitamtaja. Kutoka uongozi huu, ndivyo ilivyo. Kutoka uongozi huu kwenda uongozi fulani. Ndio shida atakapokuja kutuanzia hapa. Mtu huyu wao nasema kirahisi tu, kwa nini usimtaje? Sio kirahisi kama hivyo. Kwa sababu naona kama kuna wengine walifungiwa, vyombo vya habari vilifungiwa hivi na hivi. Kwa hiyo kuna wanaosema wameonyeshwa giza. Sawa. Ni magonjwa, shida na mateso vinavyotujia. Na mtu anayefanya huyo mtu sasa, maana kuna mtu ndio amefanyika kuwa mlango wa kupitisha hivyo vitu. Sababu nguzo
Na ile nuru ambayo ilikuwa, yani kama unavyoona rais wetu, sawa, alisimama kama nguzo, sawa, akainda nchi nzima, sawa. Ndivyo hivyo kwa hiyo mtu, maana mtu anatumika kama mlango kuangamiza nchi nzima, sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo michezo ndio iko hivyo, shetani ndio anafanya hivyo kazi, sawa. Kwa sisi na Watanzania wote ambao tunatakiwa kuomba, sawa, tunatakiwa kuomba, tuombe kwa namna hii. Nataka nikuelekeze namna ya kuomba. Tuombe katika roho, katika ulimwengu wa roho. Tunaomba katika ulimwengu wa roho. Ninafunga kila milango ya Tanzania, milango yote ya ulimwengu wa roho wa Tanzania, milango yote ya ulimwengu wa roho kwa nchi ya Tanzania tunaifunga kwa jina la Yesu, tunaifunga kwa damu ya Yesu. Tunafunga milango yote. Wewe mchungaji upo kanisani kwako unaiombea nchi, muumini unaiombea nchi, mpata maono unaiombea nchi, ombea hapo. Tunafunga mipaka yote na milango yote ya Tanzania kwa damu ya Yesu. Tunaifunga kwa damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho. Ndugu, mimi ni nabii wa Mungu, nimetumwa na nimeonyeshwa. Sasa nimekuja kukueleza. Ufunuo 2:3. Tena ulikuwa nasubiri na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini unalo neno hili kwamba wayachukia maneno ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia vile vile. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho anaambia makanisa. Jamani, tulikotoka kwa corona mpaka sasa hivi, corona imekuja ikaenda. Zinakuja chanjo na zenyewe zitapotea. Sawa, tabaki kwa hadithi. Ni Mungu anayetufanya, anayetushindia. Anasema kwamba tena ulikuwa nasubiri na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala kuchoka. Sawa. Lakini na neno juu yako, umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka. Sisi nguzo yetu ya rais wetu Magufuli, sawa, alitusimamia, sawa. Kwa kupitia yeye tukaponywa, nchi kaponywa, si ndio? Lakini anasema anajua subira yetu na uvumilivu wetu ambao tulikuwa nao hapo mwanzo kwa ajili ya Mungu wetu, hata akatulinda na kutokoa, sawa. Lakini tunako kwenda huko, tunakwenda kuacha upendo wa kwanza. Yani ile hali ambayo tulikuwa nayo, ule nguvu ambayo tulikuwa nayo kumwamini Mungu, sasa hivi kwa sababu nguzo yetu haipo, sasa upendo ule, sasa ule ujasiri na nguvu inaenda kutoweka. Kwa anakuambia hivi, umewacha upendo wako wa kwanza. Yani kwa tunakwenda tunaacha kile ambacho tulikuwa nacho. Sasa Mungu anasema ukumbuke kitu gani ambacho kumefanya mpaka uache ule upendo wako wa kwanza, na utubu, ombe msamaha, rudi kwenye upendo wa kwanza. Usipofanya hivyo atakuja kuondoa kinara chako mahali pake. Kinara tunajua nini? Wewe ni kalo la Mungu, na wewe ni nguzo ya Mungu. Kwa Mungu akitoka hapo, kwa sababu Mungu anatuinda, wengine hawajui, wengine wanajua. Kwa nakwambia urudi, ukumbuke ulivyokuwa unampenda Mungu na kumwamini, hata akakulinda. Sawa? Urudishe uaminifu na upendo huo. Usipofanya hivyo utubu, asije kaondoa kinara chako. Na nakwambia, na ukiendelea hivyo, yani ule upendo wa kwanza, ule ujasiri tulionao mwanzo, tukiendelea nao mpaka sasa hivi, tukaendelea nao, mimi nakwambia Mungu aishashuka Tanzania hii. Mungu ule Mwenyezi alikuwa anaongea na kina Musa, kina Ibrahimu, ameshashuka hapa. Kwa nini asishuke Israeli? Lakini ameshuka hapa Tanzania kwa sababu kuna mteule wake ambaye amemteua yeye wa kuzungumza naye. Yupo Tanzania hapa, ambaye ni mimi ninayekueleza. Fuatilia nyuma utaelewa. Ameshuka kanisani, amezungumza na mimi. Sawa. Chumba nilichofikia amekuja tena ndani. Sawa. Mungu Mwenyezi. Sasa unaweza kaniuliza mimi ni nani? Lakini sitakwambia ni nani. Mpaka Mungu ananishikia na kuzungumza na mimi. Wewe kama unaona kwamba jambo nilionalo ni kubwa zaidi ya kwako, unatengeneza hila na chuki,
basi jua kwamba hauwezi kuiona mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndugu zangu, ujumbe ndio huo. Tuombe, 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 tuombe.